Kwa nini walokole ni maskini kuliko watu wengine? Kwa nini watu waliookoka huwa wanapata shida sana kuvipata vitu kuliko watu wengine? Ukienda kule stendi ndogo, ukihesabu saluni 10, 9 ni za wapagani. Ukienda stendi kubwa, ukahesabu maduka 20, 2 au 1 ndio la mlokole. Ukiona mabasi yanapita, ukihesabu mabasi 100, 2 labda ndio ya mlokole. Unapookoka, unapoanza kumtegemea Mungu, ulimwengu wa roho unakutaka uwe mkamilifu. Na tunaposema wakamilifu, walokole waga wanakimbilia dhambi. Hiki ndicho kinachotutesa zaidi. Maana unajitafuta dhambi unakosa. Unatafuta mahali umekosea unakosa. Unatubu dhambi mpaka zote zinaisha. Lakini kila ukijaribu kufanya, unaenda mlimani Sakila, ukiteremka ndio biashara inafungwa. Kuna vitu ambavyo watu wamevisahau kwenye uwanja wa nini? Wa vita. Watu wengi, walokole wengi, hatuna ufahamu juu ya uwanja wa nini? Wa vita. Mapokezi yaliyotupokea kwa Yesu yalitupotosha. Tulikuja kwa Yesu, tumepokelewa kama kwa daktari. Yesu ni mponyaji, atakuponya. Yesu atakufanya hivi. Kwa tumekuja kwa daktari na nesi. Kwa hiyo unajua nesi agombezagi mgonjwa. Lakini tunasahau tukisha pona magonjwa yetu tunaenda vitani. Ni sawa na umejisajili kwenye barracks ya jeshi. Lazima ujifunze kuendesha vifaru. Lazima ujifunze kuendesha manuari za kiroho. Ukizama chini ya maji ujue ukienda mita 100 chini unakaakaaje. Lazima ujifunze kuruka kiroho. Uwe najua namna ya kurusha ndege za kiroho. Lazima ujue viwanja vya vita. Unampigaje adui. Haleluya. Ukishindwa kujua maombi na ukishindwa kujua vita, unaomba maombi Baba, yale maombi ya kisichana nasemaga, asante Bwana Yesu, unajua umeniokoa Bwana. Mimi najua Bwana watoto wangu watafaulu Bwana, wanaleta 0 tu. Unajua Baba, mume wangu Bwana atafanikiwa Bwana. Huko anakoenda Yesu, shika miguu yake, anapokanyaga ukanyage pamoja na yeye. Akiinua kushoto na wewe uweke kushoto. Akiinua kulia na wewe uweke kulia. Asante Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Napokea. Unatoa na sadaka kabisa, unangoja. Mwaka unapita. Pap! Imeenda 25, 24, 22, 23. Unaanza kuinua meno tu. Unapookoka, unapokuwa kwa Yesu, moja ya kati ya kitu cha kujifunza ni mbinu katika uwanja wa vita.